familia ya Mzee Kikala. Tunafahamu kwamba katika Kombolela, kama ni mfuatiliaji mzuri sana basi utakuwa unafahamu. Bwana, watu wanajiuliza familia ya Mzee Kikala kwanza, mbona mna changamoto vile? Bana wewe, wanasema kwamba kwenye uzao wa mzee inawezekana kuna wengine pia ambao sio wastaarabu, ila wastaarabu tupo pia. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu pia. Yeah. Sema mara kadhaa unakuwa kama unaonewa sana. Naonewa sana kwa sababu pia mimi si lastiboni. Alafu unajua malastiboni pigo zao zinavyokuwa. Kwa hiyo inabidi tu nionewe, hakuna namna. Maisha ya Kobisi ni mtu ambaye pengine yanarelate sana katika maisha ya kawaida. Nataka umuelezee lifestyle ya Kobisi ndani ya Kombolela, lakini pia jinsi gani inaweza kurelate katika maisha ya uhalisia kwa sababu ni jobless wa taifa. Bana, Kobisi mimi sina cha kumuelezea, ila cha kusema kwamba ni kaka wa ovyo kwenye familia. Ni mtu ambaye hatakiwi kuigwa kwa aina yoyote, yani hata kwa machache yoyote hatakiwi kuigwa. Na kama yupo basi hata kwenye maisha ya kawaida na wasikitikia sana ambao hao watu wanaishi au wadogo wa huyo mtu, kwa sababu kwenye familia yetu si ya Mzee Kikala, Kobisi ni mtoto wa kwanza. Lakini nadhani unaona ambavyo hana heshima, hana adabu, ni mtu wa ovyo kupitiliza. Kwa hiyo tuzidi kumuombea. Dada Madawa unamuonaje kwanza? Moja ya madada ambao ni bora kabisa kwa kutokea. Dada yangu fulani ambaye mimi nampenda sana na ninamuelewa sana, lakini mambo familia yetu unajua inaweza kaonekana ni familia fulani ya ovyo, hasa kwa hawa ndugu zangu ambao ni Mwadawa na kama tulivyomuelezea Kobisi. Lakini at least kwa dada zangu kina Mwadawa ninachokipenda ni kwamba once linapokuja swala la nje na familia tunakuwa tuna umoja. Yaani wanaweza wakakusaidia popote, kama mimi wanavyoona kuna watu wananidai lakini Mwadawa ananisaidia, wananipigania. Kwa hiyo kuna madhaifu yao walionayo, lakini kuna muda wana ule utu wa kuweza kushikamana kama ndugu. Tofauti na Kobisi. Kobisi hajali chochote, yani hata wakati mnapigana hapo anaweza kaondoka kaendelea na maisha yake. Na yeye ndo kaka mkubwa ambaye sisi tunamtegemea atuongoze. Kiuhalisia unaweza ukatoa ushauri gani, kwa sababu ninachokifanya pia kina relate katika maisha kawaida. Familia ile ipo, tabia ya Kobisi ipo, tabia ya Mwadawa ipo pia. Mnatoa elimu ambayo pengine sasa mnaelekea katika mfumo wa tamthilia. Nini ambacho unapaswa kwanza pia kukisema ambacho pengine leo ungetamani kuanza kushare na sisi? Mimi nadhani ukiendelea kufuatilia tamthilia ya Kombolela kuna mafunzo mengi ambayo yanatokea kwa sababu kuna mabaya ambayo wanayafanya na namna unaona Mwenyezi Mungu ambavyo anaweza akakuadhibu kama utaweza kufanya mabaya. Kwa mfano, kiangalia mfano mzuri ni kwamba dadangu Mwadawa alikuwa hajatulia toka usichana wake. Mpaka sasa hivi anasumbuka na maradhi ya ugonjwa huu wa HIV, na maanisha ukimwi. Kwa hiyo funzo lilopo ni kwamba hata wale watazamaji wanaotizama wanapata kitu kikubwa kwamba kumbe nikiishi kwenye maisha ya design hii matokeo yake yanaweza yakawa ni haya, kwa sababu wapo ambao wanaishi kwenye usasa ambao kesho yao hawaijui, lakini sisi tunaigiza maisha ya leo, ya jana na ya kesho. Kwa hiyo kupitia tamthilia ya Kombolela tayari watu wanaona kabisa kwamba kuna maisha mengine ambao wakiishi kesho yao inaweza ikawa mbaya. Kwa hiyo funzo sio mimi kulitoa, ila kupitia tamthilia nzima ya Kombolela kuna funzo tosha ambalo wanalipata watazamaji. Uko karibu sana na Nanga. Nanga ni miongoni mwa washikaji zako sana, sababu tunaona clip nyingi sana ambazo mara kadhaa mnakuwa mnazitoa. Nianze kwanza na hili swali. Comedy ya sasa hivi ambayo wanafanya wengine inalipa kwa kiasi ambacho mafanikio haya ambayo wanapata comedians inaashiria kwamba kweli wanaingiza pesa au kuna biashara zingine zina. Fanikio, unajua watu ambao tunashindwa kutofautisha ni kwamba unapokuwa ni msanii unafanya vizuri, watu wanapata endorsement nyingi sana. Na maanisha wanapata ubalozi wa makampuni, wanapata matangazo na vitu vingine vingi sana ambavyo vinafanyika. Kwa zile pesa ambazo wakizikusanya wanapata hicho wanachokitaka, kwa sababu kila mmoja ana kipaumbele chake. Kwa hiyo unaweza kuona wasanii wengine wananunua magari, wengine wananunua nyumba, wengine wanafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo hivyo ni vipaumbele vya kila mtu. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwa haraka kwamba kuna vitu vingine nyuma ya pazia. Mimi ninachoamini ni kazi nzuri wanazozifanya ndio zinazoleta hiyo pesa. Sawa, upande wa Nanga unamwonaje, kwa sababu ni mshaji wako na ni miongoni mwa comedian ambaye anafanya vizuri sana? Top. Yaani ukisema sio vizuri utakuwa malizie top performer. Mimi namuita Goti. Nanga. Yani greatest of all time. Noma sana. Anafanya vizuri sana. Kwa hiyo hata mimi pia nayafurahia mafanikio ambayo nayaona, kwa sababu Nanga wa jana wa miaka 3 nyuma sio Nanga wa sasa. Na kwa bahati nzuri ni mimi pia nashiriki kuona namna ambavyo anakuwa na deals nyingi, kwa sababu hata wewe ni shahidi, ukipita kwenye page yake ana matangazo mengi, siwezi kutaja makampuni anayofanya nayo kazi, lakini yako zaidi ya 6. Kwa yule mtu analipwa hela. Kwa chochote utakachokiona anakifanya, awe anajenga, awe ana gari, awe ana nini, ni mafanikio ambayo yanayapata kutokana na top perform alionayo kwa sasa.
Wengine wanasema kwamba walichokifanya wasanii wa zamani wa comedian pengine mafanikio ndio wanapata hivi sasa wa hivi sasa tofauti na wale ambao walishikilia game kindakindaki. Sasa tuheshimu wakati. Yani nikisema tuheshimu wakati kwa maana ya kwamba zamani ilikuwa zamani na sasa ni sasa. Kwa hiyo inawezekana zamani watu walipata umaarufu wa kupata pesa. Lakini sasa hivi watu wanapata pesa kutokana na ukuaji wa teknolojia na sayansi. Zamani kulikuwa hamna Instagram. Wengi walikuwa wanafanya wanachekesha maskini jukwaani au wanachekesha kwenye television. Lakini sasa hivi kuna platform nyingi, kuna YouTube watu wanaingiza pesa. Kuna hizi Instagram watu wanaingiza pesa kwa sababu wanapata hizo endorsement. Kwa hiyo tunawaheshimu malegend wa zamani kwa kile walichokifanya. Lakini kwa sasa fursa ni nyingi, ndio maana unaona inawezekana mafanikio yanakuwa yanaonekana ni kwamba ni ya haraka, lakini pesa kwa sasa hivi ipo ukilinganisha na zamani. Shukrani sana. Asante sana brother. Thank you.